Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na wapenzi watazamaji, ndugu zangu katika imani wa Islam, kwa mara nyingine tena hii ni sauti ya ndugu yako katika iman, Shaibu mwana wa Swaleidi, tukiwa bado tunazidi kusonga mbele ndani ya filamu nzuri kabisa ambayo inayomwelezea Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, ambaye alikuwa ni moja miongoni mwa maswahaba wakubwa sana wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio muadhini wa kwanza wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile ambavyo tarehe au historia ya Kiislamu inavyotueleza. Ndugu yako katika iman, Shaibu mwana wa Swaleidi, unaweza kuwasiliana nami kupitia namba za simu za 0652 679120. Piga namba hizo basi utaweza kuwasiliana nami bila matatizo wala shida na yote ile. Lakini kumbuka ni kwamba filamu hizi za dini ya Kiislamu ambazo ndugu yako katika iman Shaibu Swaleidi ameziweka maneno ya Kiswahili zinapatikana pale mtaa wa Agre na Likoma. Hii ni kwa upande wa Kariakoo katika jiji la Dar es Salaam, ndani ya kampuni safi kabisa za King Media chini ya Al-Akh Amis Kingi, ambaye anapatikana kwa mawasiliano ya namba za simu za 0714 18 9659. Pigia namba hizo ya Amis Kingi, basi atakupatia filamu zote za dini ya Kiislamu zenye mafunzo, maonyo na ibra kubwa katika dini yetu ya Kiislamu, ambazo ndugu yako katika imani Shaibu Swaleidi ameziweka maneno ya Kiswahili. Naomba nikualike, nikukaribishe mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, katika episodi ya pili. Sasa tuendelee pale ambapo tulipokuwa tumeishia, na hii ndio itakuwa ya mwisho, episodi ya mwisho katika kukamilisha historia hii safi kabisa ya Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, muadhini wa kwanza wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammeden Resulullah derken tıkanıyor, ağlamaktan ezan bitiremiyor, çöküp kalıyor ama ezanın daha Sühey derler. Köpek Sühey. Haya, kama unakumbuka mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislam, katika sehemu ya kwanza tulikuwa tumeishia pale ambapo Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu alikuwa akitoa historia fupi au akimweleza ama akitukumbusha kuhusiana na historia yake wakati ambapo alipogundulika tu kwamba ameingia katika Uislamu, ni madhila gani au ni mambo gani ambayo alikuwa amempata. Na hapo walikuwa kimhadithia huyu bwana ambaye mpaka sasa hatujajua jina lake ni nani na ni nani hasa, lakini tumemwona ni kwamba alikuwa akiongozana Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Basi anasema, ama kwa hakika ndugu yangu Bilal, mimi wakati huo nilipokuwa nikikuona wewe unateseka, unapata mateso makali sana kwa Umayya bin Khalaf, kwa kweli roho ilikuwa inaniuma sana. Sasa ndo hapa tunapewa historia ya Saidina Bilali. Sasa katika mji wa Maka kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Jamil. Jina lake lilikuwa ni zuri kweli kweli, lakini huyu bwana alikuwa na tabia mbaya ya umbea huyu. Yaani wewe, huyu ndo alikuwa mbea wa Maka huyu. Ulikuwa kama unataka jambo lako lifike kwa watu wote, ilikuwa ukimpelekea Jamil, mhesabia ndani ya dakika 5 tu Maka nzima ameshaelewa ni kitu gani kinachoendelea. Sasa Jamil wakati alipokuja kwa Bilal bin Rabah, wakati huo hakujua kwamba huyu bwana kama amesilimu na kwa sasa ni Muislamu. Sasa alishangaa hapa, anamkuta yuko katika ibada nzito kweli kweli, anaswali Bilal. Umbe huyu mtu amefuata dini ya Muhammad, huyu amesilimu huyu. Basi Jamil baada ya kuweza kuona tukio kama hilo kwamba Saidina Bilal bin Rabah kwamba kumbe alikuwa amesilimu, aliamua moja kwa moja kuupeleka uumbea sasa kwa bwana wake ambaye alikuwa amemnunua Saidina Bilal, ambaye alikuwa ni Umayya bin Khalaf. Yaani huyo ndio alikuwa mbea wa Maka huyo. Ulikuwa na jambo lako ukimpelekea bwana linatambaa bwana, kila mtu atajua. Jina lake ni zuri kweli kweli, anaitwa Jamil, maana yake kitu kizuri au mtu mzuri, isipokuwa tabia yake ilikuwa ni mbovu kweli kweli. Alikuwa na tabia ya kufanya ujasusi, kufanya tajasus, chunguza mambo ya watu alafu anapeleka umbea. Tunakuja sasa hapa tunawakuta mabwana wakubwa wa Maka hapo. Kuna akina Abu Sufyan, kuna akina Abu Jahali hapo, pamoja na Umayya bin Khalaf. Waheshimiwa wote ambao walikuwa ni wakubwa katika mji wa Maka wako hapo, naendelea kula tende kama kawaida, wanapiga story, na huku binti huyo mrembo kabisa akiwa anaendelea kutumbuiza akicheza ngoma hapo.
Sayıları giderek artıyor. Mbea ndugu yangu, nasikia kwamba huyu Muhammad alijinadi kwamba yeye ni mtume ba. Bile onların sapı. Kijana huyu tuliomlea hapa tunamuona kabisa anakuwa leo kujinadi kwamba yeye ni mtume. Sayıları. Anasema ni uongo. Yok. Kama ingekuwa mtume huyo, Mungu angetaka kuleta mtume, angemleta malaika bwana, sio yeye binadamu anakula anakwenda haja kama sie. Alafu leo ananadi kwamba ni mtume. Mekke'yi bir güvercin gibi kaçırır. Lakini anasema kwa kweli amewateka watu wengi sana, wanazidi kuongezeka siku baada ya siku katika imani yake hiyo ya Kiislamu. Onlarınki bir hevesten ibaret. Anasema hata kama Yakında watu kama hao walikuja na walijinadi kwamba ni mitume, manabii na nini, lakini baadaye wakauawa na wakapita. Leo wamebakia ni historia tu, wanasomwa. Kwa hiyo hata huyu naye atauawa vile vile. Jamil, nakwambia haraka na upesi anakwenda kupeleka umbea huu. Kamkuta Umayya bin Khalaf huyo hapa. Mbea bwana, kwa taarifa ni kwamba Bilali kasilimu. Tena nimemuona kwa macho yangu ana swali yake. Kolay mı ediyorsun be adam? Wewe unasema kweli? Anasema mheshimiwa, kama uniamini naomba twende ukaone. Bilali nimemkuta ana swali bwana. Kaona Haklısın. Anaambia bwana, huwezi kuamini ni kwamba mtumwa wangu kasilimu. Bilal'in Müslüman olduğunu söyle. Nasikia kwamba Bilali ameshasilimu, ameshakuwa Muislamu huko. Aklım almıyor. Akasema sasa mtakwenda kumshikisha adabu huyu kijana huyu. Dedim sana. Anathubutu vipi kusilimu bila ruksa yangu? Durmak lazım. Sasa huyu mwenzie ambaye ni Abu Sufyan anamshauri, anamwambia usimuue huyo. Da. Huyo ukimuua utaonekana umemuogopa huyo. Kitu cha msingi huyo mpe adhabu, nakwambia mpaka akili mwenyewe kwamba amerudi katika dini yetu hii. Köleni döndür. Gözünü yıldır. Yaani nakwamba fuata ushauri wangu. Olursa Kama lau utamuua, Maka nzima watasema kwamba Umayya bin Khalaf amemuogopa huyo Bilali. Nakwambia huyu usimuue, mchukue, mtese, peleka mbele za watu, umlazimishe akili kwamba Huba ndio Mungu au Lata ndio Mungu, na akili kwamba ametoka katika dini ya Muhammad na amerudi katika dini yetu sisi Waarabu. Mbio nakwambia haraka na upesi, Umayya bin Khalaf kaongozana na kijana Jamil Mbea katika mji wa Makkatul Mukarram. Ümeyye öfkeden kırmış. Sema nakwambia huyu kijana leo atanikoma huyu. Tampa adhabu huyu hata usahau katika maisha yake. Aç. Fungua mlango huu. Wakati huo ilikuwa ukigundulika kwamba umesilimu, hali ilikuwa ni mbaya kweli kweli, unauawa. Sen Bilali huyu hapa anasema, we mpuuzi mkubwa kabisa, we mtu mweusi, unathubutu vipi kuingia katika Uislamu bila ruksa yangu? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kwa msisitizio nakwambia, akamtolea na shahada hapo hapo. Jamila ananiambia, si unaona sasa umeamini maneno yangu? başlayalım şu köpeği. Anasema nakwambia, huyu mbwa huyu lazima apate adhabu huyu. Ne oluyor ya Üme? Maskini ya Mungu, Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu akaanza kupata adhabu kwelikweli, akaanza kucharazwa mijeredi, mevuliwa mpaka shati. Maskini ya Mungu yuko tumbo wazi, anateswa, anadhalilishwa, lakini yote kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kikubwa ambacho kilikuwa kinawaumiza makufari hawa wa Kikuraishi ni kwamba Saidina Bilal bin Rabah kila alikuwa kimbana aseme kwamba Huba ndio Mungu, Lata ndio Mungu, yeye alikuwa anasema ahadun ahadun, yani maana yake mmoja tu, hakuna miungu mingi, Mungu ni mmoja tu. Tamko hilo lilikuwa linawauma kweli kwa sababu wao walikuwa na miungu 360 ambao walikuwa wamejaza katika Al-Kaaba takatifu iliyojengwa na Nabii Ibrahim alayhi salam. Alianza kupata mateso makali kweli Bilal. Charaza mijeredi, maskini ya Mungu, temea mate, kampa kila aina ya adhabu ili akili kwamba Huba ndio Mungu. Allah birdir. Allah. Bado anasema Allah, Allahu ahad, ahadun ahad, Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja. Piga ua garagaza, Mungu ni mmoja tu. Basi wakachukua mijeredi wakaanza kumcharaza kweli, akiwemo na kijana Jamil Mbea katika mji wa Makkatul Mukarram. Sahaba Bilal kila kicharazwa mijeredi, adhabu yote anayoipata anasema ahadun ahad, Mungu ni mmoja tu. Sema wewe Huba ndio Mungu, utakuja kuuawa wewe, mpuzi wewe. Lakini wapi, Saidina Bilal alikuwa na msimamo kweli na istiqama ya hali ya juu katika Uislamu.
Elleri kırılasın. Basi anasema kwa kweli nikikumbuka siku hiyo roho inaniuma kweli kweli. Nilikuwa nakushuhudia Bilal wakati unateswa na huyu Umayya bin Khalaf. Roho ilikuwa inaniuma mno. Adama neler etmedi. Lakini nilishindwa ni jinsi gani ambavyo naweza nikakutetea kwa sababu na mimi kwa wakati huo nilikuwa niko kafiri. Kwa hiyo nilikuwa nafurahia kitendo kile ambacho kilikuwa nafanyiwa. Lakini baadaye nilipoingia katika Uislamu nilijuta mno na kuumia katika roho yangu kutokana na mateso alikuwa ameyapata ewe Bilal. Bilal anaendelea sasa kutuambia historia yake, mambo yalivyokuwa. O aşağılık adam, o soykırık keyif oluyor. Pigwa kweli kweli mijeredi, wanamfanya kila alichomfanya Bilal, lakini bado anasema ahadun ahad. Hapa Mungu ni mmoja, piga huwa garagaza, hakuna miungu 360 hapa. Wanamwambia sema kwamba Uba ndio Mungu, sema, tamka wewe utoke katika adhabu kali hiyo. Lakini kijana Bilal kwa sababu tayari imani na tauhidi na uchamungu ulikuwa umeshaingia katika moyo wake, alikuwa yuko tayari kufa, lakini si kuweza kukiri kwamba eti Huba ambao ni moja miongoni mwa masanamu kwamba eti ni Mungu. Piga huyo piga kabisa, nakwambia tutamulia mbali leo mpaka akili kwamba Huba ndio Mungu. Pigwa mijeredi kweli kweli Saidina Bilal. Amma, yeter mi? Sema sasa. Ölecek misin atalarının dini? Sema wewe mpuuzi, utakuja kuuawa bure kwa sababu ya huyo Muhammad huyo. Döndüm de. Haya, sema kwamba Huba ndio Mungu. Bilal anasema Mungu mmoja tu. Yaani nakwambia ingekuwa ndio imani zetu za karne ya 21 hizi, thumma amanu thumma kafaru. Haki ya Mungu mtu ashakufuru hapa. Ashasemaga kwamba huyo Huba ni Mungu hapa. Lakini Saidina Bilal bado anang'ang'ania kusema ahadun ahad. Basi wakamchukua moja kwa moja Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu na kumpeleka sasa kwenye jua kali kweli kweli. Wamemfunga miguuni, wamemfunga mikononi. Bado anatamkishwa. Anasema kwamba Huba ndio Mungu. Sema Huba ndio Mungu, tukuachie hapo. Sema. Lakini anasema ahad, mmoja tu. Mungu ni mmoja, ahadun ahad. Anasema sema kwamba Huba ndio Mungu. Tamka tukuachie, mateso yamekuwa ni makali wewe Bilali wewe. Piga kweli kweli. Basi makufari hao wa Kikuraishi walipoona kwamba haitoshi, ndipo walipochukua jiwe zito kweli maskini ya Mungu, wakaenda kumwekea katika kifua chake Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Hii yote ni kuonyesha ni kwamba alikuwa na imani na ucha Mungu wa hali ya juu kweli. Alikuwa yuko tayari nafsi yake itoke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kim senin? Kim? Allah. Anaambiwa sema kwamba Huba ndio Mungu. Yeye anasema Allah, Allahu ahad, hakika Mwenyezi Mungu ni mmoja. Kamwongezea tena jiwe lingine kama la kilo 50 hivi maskini. Söyle. Tanrın kim? Sasa sema, hebu tamka kwamba Huba ndio Mungu, tukuachie hapo. Kim? Tamka. Kim? Sema kwamba Huba ndio Mungu. Öbür taşına getirin. Anasema huyu anaonekana kuwa ni kiburi huyu, tumuweni kabisa huyu. Maskini ya Mungu, watu wako hapo, wengine wanamuonea huruma kwa kweli kijana Bilal, lakini ndio hawana jinsi kwa sababu hawezi kumtetea hapo. Tanrın kim? Anamwambia sasa, hebu kiri kwamba Huba ndio Mungu. Kiri. Söyle. Kiri kwa kinywa chako kwamba Huba ndio Mungu. Kim? Anasema Allah, Allah. Jua ni kali kweli linampiga Saidina Bilal, na ukilinganisha na uzito hayo mawe katika kifua chake, wallahi adhabu alikuwa anaipata ilikuwa ni nzito kweli. Anasema Allah, Allah, Allahu ahad, kika Mwenyezi Mungu ni mmoja. Jamani, nyie ni weni tu. Ambia sasa, hebu lete ni muue. Mara nasikia sauti anambia hapana, msifanye hivyo. İşime karışma ya Ebu. Wewe nani ambao unathubutu kutukataza sisi tusimue Bilali? Nani wewe? Değerinden fazlasını ver. Aldığında ölür bu. Basi akamwambia mimi namhitaji huyo mtumwa. Söyle ya Ümeyye. Nataka mniuzie huyu kijana Bilal. Bakari Siddiq radhiallahu anhu Anlaştık. ametoa dinari zaidi ya 40 kwa ajili ya kuweza kumnunua Bilal bin Rabah. Kwa hiyo tuuzieni huyu mtumwa awe ni mali yetu.
Umayya bin Khalaf baada ya kuweza kupewa kitita iko cha zaidi ya dirhamu 40, Kim vermeye hazır. ilibidi kuhesabu kwanza, hakikishe ndo zenyewe ziko hivyo au changala macho. Hawa mabwana alikuwa anapenda kwelikweli pesa, sio mchezo. Basi historia ya Kiislamu inaeleza ni kwamba Bilal bin Rabah aliweza kukombolewa na Waislamu wenzake baada ya kuweza kuona kwamba amepata mateso makali kwelikweli, na hata walikuwa wanataka kufikia hatua ya kumuua. Ilibidi kuweza kumkomboa kwa zaidi ya dirham zipatazo 40. Müslümanların müezzini. Basi anasema kwa kweli Bilal, mimi siku hiyo ndugu yangu Evet. niliumia sana. Hazreti Kila nikikumbuka historia yako Bilal, nazidi kuumia katika nafsi yangu. önce kalbimi hürriyete kavuştu. Anamwambia usio na wasiwasi ewe ndugu yangu katika imani, hayo ni mambo ambayo tayari yamekwisha pita, haina haja ya kuyakumbuka tena wala kuyasimulia. Kwa sasa mimi nimeshakuwa ni Muislamu na hakuna mtu yoyote ambaye mwenye uwezo Her şeyi bütün wa kuweza kunitoa katika imani yangu sahihi ya Kiislamu. adeta Anaambia lakini ukuniambia jina lako hasa wewe ni nani? Kwa sababu wakati wote umejifunika tu katika sura yako na sikujui ni nani wewe. Ben mi kimim? Anaambia mimi ni mtu ambaye unanifahamu. Akatoa sasa kitambaa chake. sen Evet. Ben Akamwita Salim. Kumbe ni wewe. Utbe. Anasema ndiyo ndugu yangu. Adım Ammar değil. Mimi ndo yule ambaye katika zama za ujahilia, zama za ukafiri, ndio nilikuwa nasaidia kuleta mawe na kila kitu, Aşağılık adam. ambaye nilikuwa naumia meno kweli kweli Waislamu, na hasa nilikuwa nahitaji siku ile ufe. Lakini kwa kweli baada ya kuingia katika Uislamu Bilal, Göstermek istemedim. nimejuta kweli kweli kwa kitendo ambacho nilichokuwa nimekufanyia wewe Bilal. Yüzüm yaralı. Anasema na ndio maana nilikuwa nimeficha uso wangu, naona hata haya, naona aibu katika yale yote ambayo nilikuwa nimekufanyia Bilal. Sen işkenceden inlerken Lakini kwa sasa kwa kweli roho yangu ina hasira kweli kweli kwa sababu ya makufari. yüz yaralı. Hawa ndio walisababisha mpaka mimi nimekutesa wewe Bilal. Basi alimfahamu kwamba kumbe ni Salimu huyo, alikuwa ni moja miongoni mwa watu ambao walichangia kumpa adhabu Saidina Bilal kabla hajaingia katika Uislamu huyu sahaba ambao alikuwa anamuita Salim. Ama sana yaptıklarını hiç unutamıyorum. Anasema lakini ni kuhakikishia wewe Bilal, hautaweza kupata mateso tena kama yale ulikuwa umeyapata ndugu yangu. Şimdi işkenceyi ben çekiyorum. Lakini nakuomba unisamee, uniwie radhi katika yote ambayo nilikuwa nimekufanyia Bilal. Pişmanlık. Wewe inaniuma kweli kweli nikikumbuka. Affet beni Bilal. Nakuomba unisamee ndugu yangu. bey Naomba unisamee wewe Bilal. Affet Bilal. kendine gel Süheyl. Anasema nyanyuka, mimi nimeshakusamee. Tamam. Kurtar beni. Tamam Süheyl. Anasema haina haja, mimi nimeshakusamee tayari, nimekusamee tangu siku ile ambayo ulikuwa unanipa adhabu. Tamam. Kwa sababu ulikuwa ukujua kitu ambacho ulichokuwa unakifanya wewe Salim. Süheyl. Naam, anaitwa Suhail. Suhail huyu sio Salim. Baktır. Kwa anaambia wala usio na wasiwasi. İnsan ne olursa olsun Sisi wanadamu ni watu wa kukosea. Na ndio maana tunamuomba Mwenyezi Mungu toba mara kwa mara kwa sababu hatujakamilika. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi wewe ndugu yangu katika imani. sen artık benim kardeşimsin. Anasema Suhail, wewe ni ndugu yangu katika imani. Ne yaptıysam Mimi ndo wewe na wewe ndio mimi. sen tövbe. Hakuna ambacho kitatutenganisha katika dunia hii isipokuwa mauti tu. Bundan sonra sana nasıl kızabilirim? Na nikuhakikishie kwamba nimekusamehe fi dunia wal akhirah. Allah Wala usio na wasiwasi. ben nasıl affetmem? Hakika Mwenyezi Mungu nusura yake ni kubwa sana dhidi yetu. Kardeşimsin kardeşim. Kwa hiyo amini kabisa kwamba mimi nimekusamehe. Basi ilibidi kumkumbatia sahaba huyo alikuwa anaitwa Suhail, lakini walihisi kama kuna mtu ambaye alikuwa anawanyemelea hapo walipo, kutoa panga zao sasa kwa ajili ya kwenda kuangalia ni nani huyo. Jaribu kutafuta huku na huku ili waone kama ni adui waweze kumdhibiti hapo, lakini wanakuja kukuta huyo hapa. Hakuwa mwingine ni kale kijana kile kinachoitwa Jafar. Amewafuata mpaka huko, anampenda sana Bilal. Asiribidi wamtoe sasa. Senin ne işin var burada? Sasa imekuwaje mpaka umetufuata huko Jafar? Buraya kadar nasıl takip ettin bizi? Anasema Bilal, mimi nakupenda jamani, na sihitaji kukaa mbali na wewe. Niye ama? Niye? Toto wenyewe nakwambia na kigugumizi kwelikweli. Anasema mimi nahitaji kuendelea kuishi na wewe. Nakuhitaji wewe Bilal. Usiniache mimi nikaishi peke yangu. Nakuhitaji kuishi na wewe Bilal.
Basi hawakuwa na la kufanya tena, ilimradi kuweza kumchukua kijana huyo ambaye ni yatima anaoitwa Jafar. Bilal seni çok seviyor. Basi anasema hivi, Bilal, utanifundisha na mimi kuadhini napenda kweli kutoa adhana. Bilal. Anasema Bilal, hujanijibu lakini peygamber. Anasema huyu rafiki yako mbona hanijibu kama atanifundisha mimi kupiga adhana? Peygamberimiz onu çok mu seviyor? Hem de Au ananichukia, hanipendi Bilal jamani. bülbül gibi sesi vardı. Anaambia usio na shaka, Bilal wanapenda sana watoto na atakufundisha tu kutoa adhana. Oydu. Wewe nenda kaendelee kuongea naye, wala haja kukasirikia, anakupenda sana. Ezan okuyan yok. Nenda pale kamwambia kwamba unahitaji kuweza kufundishwa namna ya kutoa adhana. Bilal, ezan okur musun? hivi eti utanifundisha mimi kutoa adhana? Ana kigugumizi kweli kijana Jafar. Öğrenmek istiyor. Au unipende, huhitaji kuishi na mimi Bilal? Yolumuza devam edelim. Anasema nitakufundisha, usio na shaka. Kijana anamuita Jafar anapenda kweli kutoa adhana kama Saidina Bilal bin Rabah. Bilal, ben seni çok seviyorum. Sağ ol. Sağ ol. Ben de senin gibi ezanı Haya basi, wanazidi kusonga mbele katika safari yao sasa. Kumbuka Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu alitoka katika mji wa Madinatul Munawwara, na hiyo yote ni kwa sababu alihuzunika sana baada ya kifo cha bwana mtume Muhammad Rasulillahi Mustafa Saiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliona kwamba kipenzi chake Nabii Muhammad amefariki dunia, kwa hiyo haina maana yeye tena kuendelea kuishi katika mji ambao alikuwa anaishi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndio sababu ilomfanya Saidina Bilal kuweza kuhama katika mji wa Madina. Zarar gelmesin. Unajua Saidina Bilal ni moja miongoni mwa maswahaba ambao walikuwa kwa karibu sana na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kikubwa ambacho kilikuwa kinamhuzunisha sana Saidina Bilal bin Rabah baada ya kifo cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni pale alipokuwa anatoa adhana. Sasa anapofika katika neno na hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, akifika katika neno hilo Saidina Bilal alikuwa anamuona mtume huyu hapa yuko mbele yake, lakini kwa sasa mtume alikuwa amefariki dunia. Kwa hiyo alipokuwa anafika katika hilo eneo au katika neno hilo la kusema kwamba hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika adhana, mtume Muhammad sallallahu hamuoni tena. Huzuni kubwa ilikuwa anamshika sana Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Kwa hiyo ilimfanya kuweza kuhama katika mji wa Madinatul Munawwara na kuelekea katika miji ya Sham. Basi ni nyakati za usiku, yuko na ndugu yake katika imani. Sasa wapo au katika pango hapa, yuko na ndugu yake wa karibu sana anaitwa Suhail. Sen affedecek misin? Unutamıyorum Allah. Sasa kwa wakati huo Bilal alikuwa ameshalala. Suhail anasema Mwenyezi Mungu, ya Rabbi jalia nusra, amani katika nafsi zetu, tuwe ni watu ambao wenye kukufuata wewe, yale ambao unayohitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Son nefesinde razı olduğumuzu. Na tunakuomba utuweke mbali na makucha ya sheitani uliyemlaani ewe Mwenyezi Mungu ya Rabbil Alamin. Yeter ki ama kwa hakika hakuna mtu ambaye, hakuna yoyote mwenye uwezo wa kutuongoza sisi katika nafsi zetu isipokuwa ni wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israeli huyu alikuwa akiomba msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kuwaongoza katika nafsi zao. Sasa wapo katika eneo ambao ni pango hapo. Melala mpaka asubuhi hawa hapa. Anasema za asubuhi ndugu yangu. Salama tu. Kumekucha sasa asubuhi na mapema. Sawa. Sasa kijana Jafar anakuambia ni mtundu kweli kweli, anaanza kupanda juu huko kwenye milima huko. Çocuk nereye gitti?
Anasema huyu kijana yuko wapi? Sema alikuwa hapa sasa hivi. Cafer! Jafar kaanza kumwita. Cafer! Allahu Ekber. Orada. Anasema huyu huku bwana kijana wako. Naona anajifunza adhana kule, anaadhini bwana. Kim var orada? İn aşağıya hadi. Wewe hebu shuka huko. Anaambia anajifunza kuadhini bwana. Wewe umekataa kunifundisha. Yo yo. Sasa naona nijifunze mwenyewe kuadhini wewe Bilali. Ne mi yo? Dur kıpırdamayın. Anaambia shuka basi, nitakufundisha kuadhini. Hebu shuka huko juu. Basi ilibidi wamfuate baada ya kuona kijana amekazia nia ya kutokutaka kushuka hapo. Lakini sehemu yenyewe imekaa kihatari hatari kweli kweli. Anaambia hebu shuka basi nikutoe hapo. Can okumanı için. Anasema mimi huku sishuki huku mpaka ukubali kunifundisha mimi kuadhini. Mimi sishuki huku mpaka uje huku unifundishe huku kuadhini huku. Kabidi Bilali kumfuata sasa. Sasa sehemu imekaa vibaya mno. Mahala alipojaribu kupanda, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Kijana anasema Bilal weza kuanguka, na akaangukiwa na mawe mengi kweli kweli. Saidina Bilal, Sen İslam'ın sesi olacaksın. anasema ya Mwenyezi Mungu msaidie Bilal asije akafa. Bidi kutoa sasa yale mawe ambayo alikuwa amemfunika Saidina Bilal. Anasema usife ndugu yangu, usife Bilal jamani. Jitahidi kweli kweli kuweza kuyatoa yale mawe peke yake. Sahaba huyu ambaye alikuwa anaitwa Suhail. Benim gibi gafiller sana engel olmaya çalış. Bilali hali ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Sen sonsuza kadar okuyacaksın. Anasema ya Mwenyezi Mungu Ne olur. mnusuru mja wako huyu Bilal asije akapoteza maisha, asije akafa Bilal. Bilal bado nakuhitaji. Lakini kwa bahati nzuri muona Bilal huyo sasa anaamka, hakuweza kufa. Bilal, kardeşim. Anasema Bilal ndugu yangu, nashukuru Mungu kwamba hukufa. Anampenda kweli kweli Bilal bin Rabah. Sasa huyu Jafari bado yuko kule juu anaendelea kuita tu Bilal. Boşluğa geldim. Anasema usijali, Allah ameninusuru. Niko vizuri tu, wala hakuna sehemu yote nilikuwa nimeumia zaidi. Çok korktum. Basi anasema ashukuriwe Mwenyezi Mungu. Anasema usijali Suhail, bado tuko pamoja. Evet. Hakkın geçti bana. Ama kwa hakika wewe ni ndugu yangu wa ukweli kabisa. İnşallah Allah da razı olur. Anasema namuomba Mwenyezi Mungu inshallah aweze kutujalia taufiki tuweze kukutana hata huko akhera. Haya, tunaondoka sasa pale. Tunakuja katika eneo la Sham. Sasa hapa ndio Saidina Bilal bin Rabah amefika katika eneo ambalo alikuwa analihitaji. Ebu Ümeyye'nin Baada ya kutoka katika mji wa Madina alikusudia kuelekea katika mji wa Sham. tanış. Sham ni katika maeneo ya Damascus nchini Syria. Muhammed'in dinini bu yollarda öğretti bana. Anasema ama kwa hakika Nabii Muhammad SAW alijitahidi sana kuweza kufikisha Uislamu mpaka huko. Dostu, ilk Müslüman olanlardan. Fanya kazi kubwa sana katika dini hii. Tehle sağ ol. Sasa hawa watu wanamfahamu vizuri sana Saidina Bilal. Umeona Bilal huyu hapa anakuja. Anasema Bilal huyu, si Bilal huyu. Hawakuamini baada ya kuweza kumwona Bilal bin Rabah amekuja hapo Sham. Anasema Bilal, huyu ni Bilal mwenyewe kabisa huyu. Bilal huyu muadhini wa Mtume Muhammad sallam. Aman Allah'ım. Oh, anasema kwa kweli Mwenyezi Mungu ashukuriwe. Şehrimize, Bilal, nakuona tena kwa mara nyingine. şehrimize Peygamber Efendimizin müezzini gel. Anasema jamani, Bilal. tokeni mumuone muadhini wa kwanza wa Mtume Muhammad sallam. Bilal leo amekuja kututembelea hapa. Şun, Bilal geldi. Bilal amekuja jamani. Şun, Bilal amekuja hapa. Peygamber Efendimizin Basi ilibidi kuweza kumpokea kwa furaha kwelikweli muadhini wa kwanza wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa ni Saidina Bilal Muafrika huyu kutoka pale Ethiopia Habash. ve şehrinde görmüştüm. Anasema kwa kweli Bilal, karibu sana katika mji wetu jamani.
Müsaade et ey kutlu. Ni muda mrefu umepita tujapatapo kukutia machoni wewe Bilal. Birimize dokunan. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kututembelea katika mji wetu hapa. Birimizi gören gözlerini öpeyim. Anasema ni matumaini yetu kwamba utaishi na sisi hapa mpaka kifo chako wewe Bilal. Peygamber Efendimizin vefatını duymuştuk. Anasema kwa kweli hata sisi tumesikitika sana baada ya kuweza kusikia kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumehuzunika mno. Sevdiği insan, can yoldaşı. Lakini hatuna cha kufanya kwa sababu yeye ni moja miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa lazima afe. Defalar getirdin ya. Lakini kwa kweli yote kwa yote tunakukaribisha sana wewe Bilal katika mji wetu hapa. Evim burası. Buyurun. Buyurun. Ne olur. Buyurun. Basi anambia angalia. Buyurun. Hawa wote wamekuja kwa ajili ya kupokea wewe Bilal. Vallahi Hii ni kuonyesha jinsi gani ambavyo tunakuthamini mno. şeref verdiniz. Buyurun. Buyur ya Bilal. Haya basi ilibidi kuweza kumletea chochote Saidina Bilal bin Rabah pamoja Da gitmek. na rafiki yake ndugu yake katika iman ambaye ni Suhail. Sen Resulullah'ın müezzinisin. Kanlı savaş meydanlarında işin ne? Anasema kwa kweli tumesikitishwa sana baada ya kuweza kupata taarifa za kifo cha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisikitishwa mno. Güzel. Sasa bibi yuko na Jafari wanaongea hapo. Akwambia Jafari ana kigugumizi kweli kweli, maneno hayaishi. Dayanamıyor. Vefatından bu yana Medine'de bile dolaşamıyor. Nereye baksa onu görüyor. Cihat Basi Suhail anasema na hiyo ndo sababu ilomfanya Bilal amekuja katika mji huu wa Sham sevgiliye kavuş. tokea katika mji wa Madina kwa sababu ya huzuni ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Evet ya Bilal. Anasema lakini usio na wasiwasi ya Bilal. Sisi wote ni waja wa Mwenyezi Mungu, lazima kwake tutarejea. Ne demek? Şimdi Kamuuliza swali, huyu kijana ni nani? Ni mtoto wako huyu? Sema hapana. gelene kadar ilgilenir misiniz? Huyo mtoto ni yatima, sisi tumeamua kumchukua na kuweza kuishi naye. Diyorum ki bir gün benim yerime o ezan. Tulimkuta katika hali mbaya sana akiadhibiwa na mtu ambaye alikuwa amemnunua kama mtumwa. O size emanet. Kwa hiyo tuko pamoja naye. Bilal. Kendi evladım gibi bakarım. Basi anasema hamna shaka Bilal, hata na sisi tutamtunza na kumlea vizuri huyu yatima, kwa sababu kuna fadhila na thawabu kubwa sana katika kuwalea watoto ambao tayari wazazi wao washatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo tuko pamoja katika hilo. Dikkatli olun. Etrafta eşkıyalar var. Resulullah'ın en sevdiğini öldürmek isteyen dinsizler var. Size zararları dokunmasın. Anasema kwa kweli tangu Rasulillah Aman. Mtume wa Mwenyezi Mungu alipotuletea dini ya Uislamu katika mji wa Shamu, tunaishi vizuri. Hakuna mtu anayempiga mwenzie, hakuna mtu anayemdhulumu mwenzie, wala hakuna mtu ambaye anafanya biashara tena kwa riba. Kila mmoja anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah'a emanet olun. Basi sasa wanataka kuondoka. Kijana anamwambia Bilal, usiondoke, usiniache. Çok seviyor. Naomba usiniache popote utakapokuwepo, na mimi naomba niwe. Ağlama Cafer. Anamwambia usijali Jafar, Gitmem lazım. kuna sehemu sisi tunakwenda mara moja, lakini tutarudi hapa. İstiyor. Anasema naomba tuende wote. Biz cihada gidiyoruz. Anasema hatuwezi kwenda wote, hiyo sehemu tunakwenda ni hatari kidogo. Burada kalmalısın. Kwa hiyo wewe inabidi ubaki hapa na babu pamoja na bibi. Baada ya hapo sisi tutarejea muda si mrefu. Ne olur yapma. Beni seviyor musun? Gözlerini silelim. Haya basi, alimtaka kijana Jafar abakie na bibi hapa pamoja na babu. Ağlamamalısın. Anaambia tutarudi sasa hivi, wala usiwe na wasiwasi. Ben de ölme. Anakuambia na kigugumizi kweli kweli. Anamwambia kwa kweli Bilal, isije ikawa ni njia ya kunikimbia hii sasa. Sen gelene kadar okuyacağım. Lazima ujue kwamba tuna ahadi yetu ile ambayo bado tujaitimiza ya kuweza kunifundisha kuadhini, kuwa muadhini mzuri kama wewe. Kwa hiyo usije ukanikimbia wewe Bilal. Sen okur musun? Jana alizungumza maneno ya huzuni kweli kweli. Anamwambia wewe ndio kama mzazi wangu uliobakia. Babangu na mamangu tayari wameshafariki dunia. Kwa hiyo nakutegemea sana Bilal, usije ukanikimbia. Haya, lakini wakati huo tunaona kuna jamaa mmoja alikuwa amefika hapo na kuweza kujificha sehemu hivi, akimtazama sana Bilal pamoja na huyo rafiki yake Suhail, ambao kwa sasa kuna sehemu walikuwa wanakwenda. Sijajua kama ni watu wazuri au ni maadui au imekwaje. Hebu ngoja tuone
vipi itakavyokuwa hapo sasa. Burada hiç susmayacağım. Nakwambia Jafari analia kweli kweli, anasema Bilal usio kanikimbia. Bilal usio kanikimbia, urudi kweli. Hebu okuyacağım Bilal. Anaambia Bilal, lazima ujue kwamba nakupenda. Usinikimbie wewe Bilal. Çabuk gel. Basi Saidina Bilal bin Rabah pamoja na rafiki yake huyu Suhail Almadın. bidi kwanza safari moja kwa moja. Sijajua wanaelekea katika maeneo gani hapo. Hayatımı sana adadım. Yoluna canım feda. Ben köle değil dost istiyorum Süheyl. Yoldaş olmak istiyorsan gel. Başka türlüsü olmaz. Ne olursa olsun. Ölünceye kadar senin hizmetkarınım. Müslümansın. Biz kardeşiz. Artık geçmişten bahsetmeyelim. Tamam. Basi Bilal bin Rabah pamoja na rafiki yake huyu Suhail Can. wakawa wanasema lazima tuweze kulikomesha jambo hili, Mezam. kwa sababu kuna watu ambao wanafanya utekaji hapa, wanawanyanyasa baadhi ya ndugu zetu katika imani Waislamu, na kama sisi watu ambao wenye nguvu lazima tuweze kutoa msaada. Hatuwezi kuliangalia swala kama hili. Ni kweli kuna kikosi hiki hapa cha majambazi ambao kazi yao ni kuteka watu, wanawapola wasafiri mali zao, wanawapatia mateso na adhabu kali kweli kweli. Sasa kijana Bilal bin Rabah pamoja na Suhail waliamua kwenda kupambana na hawa watu ili kuweza kuikomesha hii tabia katika mji wa Sham hapa. Cafer'le içersiniz. Haya, babu sasa na mke wake Cafer'in üstüne titreyelim. anasema kwa kweli huyu kijana mkarimu sana. Kendi torunum olsa bu kadar sever miydim bilmem. Na tutajaribu kuweza kumwangalia vizuri sana huyu kijana ambaye ametuletea hapa ambaye ni Jafar. Öyle öyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sasa unamsikia anatoa adhana huko. Çalıyor ana. Yavrum bir de düzgün oku. Anasema kwa kweli katoto kanachekesha. Yaani hata kama sio muda adhana, yeye unamsikia tu anatoa adhana. Naona anataka kuwa muadhini mzuri kama Bilal. Sasa akasema hebu ngoja tukamuone kwanza huko. Alikuwa na hamu ya kuwa fundi wa kutoa adhana kama Saidina Bilal bin Rabah. İlla Ndio maana alikuwa anamng'ang'ania wakati wote amfundishe zaidi ili apate kuwa mtaalamu wa kutoa adhana kama yeye. etedüen. Najua adhana ina taaluma yake ndugu yangu. Sio wewe unatoa adhana tu Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, Sheikh hivi. Kwenye lamu umeweka fei, kwenye fei imekuwa kafu. Adhana inafika mbali mno mpaka katika arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lazima uitoe kwa ustadi wa hali ya juu kweli kweli. Na hapa nikupe faida moja mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu. Watu wengi wanajiuliza kwa nini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambia maswahaba zake, kwa sababu walitafuta njia gani ya kuweza kuwaita Waislamu katika ibada. Ona bana, wengine wakashauri kwamba wapige ngoma ili kuwaita watu katika ibada, wengine wakashauri wapige kengere. Kila mmoja alitoa rai yake katika maswahaba namna gani ambavyo watawaita Waislamu katika ibada ya swala. Mtume akasema tulale leo, kesho asubuhi inshallah Mwenyezi Mungu atatupa jawabu. Na kweli walivyoamka jawabu lilipatikana. Kuna sahaba ambaye ndiyo alikuwa ameota kwamba anatoa adhana. Ona bana, si Saidina Bilal bin Rabah, lakini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba akamfundishe maneno hayo Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, ambayo ameyaota katika usingizi wake. Sahaba huyu ambaye kidogo jina lake limenitoka, lakini inshallah kama nitalipata basi nitalihudhurisha moja kwa moja. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alimwambia kwamba akamfundishe ayo maneno Dinlensin. aliyoyaota katika usingizi ambao ni adhana. Na Mtume alimtaka Bilal ndo hawe muadhini kwa sababu Bilal ni mtu mweusi, alikuwa ni Muafrika. Kwa hiyo Mtume alikuwa anataka kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu hatazami rangi, kabila wala nini, isipokuwa anamwangalia mtu ambaye ni mcha Mungu. Kwa hiyo akamruhusu Bilal atoe adhana mbele ya Waarabu hali ya kuwa ni mtu mweusi. Tunaendelea sasa. Sasa walipofika katika hili pango ambalo linasemekana ndiko ambako wanajificha sana hawa majambazi ambao wanafanya kazi ya utekaji watu, wachukulia mali zao na hata kuwaua baadhi ya watu. Ilibidi kuweza kujiweka tayari kwa ajili ya kuweza kupambana nao hapo. Jamaa wako hapa na wawinda na wao. Saidina Bilali huyo hapa ametoa panga lake akaweka mbele ili hata kama mtu atapita asije akamkata katika swala yake hapo. Na hii ndio sheria. Weza kufunga swala hapo moja kwa moja Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu
bila ya kujua kwamba wale majambazi walikuwa tayari mkushafika na walianza kuwawinda kama inavyoonekana, na hasa walikuwa wanamwinda sana Saidina Bilal bin Rabah. Saidina Bilal anaswali bila kujua kwamba nyuma kuna mtu anahitaji kumua, anakuja huyo na panga lake. Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hajui lolote Saidina Bilal bin Rabah, leo atauawa. Lakini alipotaka tukuweza kumchoma na lile panga, Saidina Bilal bin Rabah akamua yeye sasa kwa nyuma, na hii inaruhusiwa bwana katika ibada. Kama kutatokea jambo lolote ambalo ni la hatari, unaruhusiwa kukata swala na moja kwa moja kwa ajili ya kujihami. Mnaswali msikitini mkaona kuna nyoka mbele, labda imamu ameona kuna nyoka au vipi, inabidi kuweza kukata swala kwanza na kupambana na hiyo hatari, kisha baada ya hapo unaendelea na ibada yako ya swala. Hivi ndivyo alikuwa amefanya Bilal. Sasa wakati Bilal bin Rabah radhiallahu anhu anapambana na huyu jamaa hapa, kuna mwingine kule alikuwa anaandaa mkuki kwa ajili ya kumlenga Saidina Bilal bin Rabah. Huyo hapo huyo. Suhail akaona ni bora akauawa yeye kuliko auawe Saidina Bilal, sahaba mtakatifu kabisa wa bwana Mtume Muhammad sallam. Ilibidi naye Bilal kuweza kujibu mapigo kwa kumchoma na jambia hilo huyo mtu ambaye alikuwa amemuua. Sasa amemchoma mkuki huyu bwana ambaye alikuwa anaitwa Suhail. Hali imekuwa ni mbaya kweli kweli, amechomwa na mkuki ambao ulikuwa na sumu. Şükürler olsun. Duam kabul. Anasema Bilal, mimi nakufa ndugu yangu, siwezi kupona tena. Ilibidi kuweza kutoa shahada sasa. Canımı alması için Baada ya kutoa shahada, anamwambia Bilal, duam kabul oldu. Mungu akipenda tutaonana akhera. Mimi tena siwezi nikapona, hali yangu imeshakuwa ni tete kweli. Son arzum olsa. Anasema naomba unisamehe tena kwa mara nyingine, na kuomba msamaha tena kwa mara nyingine ndugu yangu, katika yote ambayo nilikuwa nimekufanyia. Medine'de ezan oku Bilal. Ezan. 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 Haya basi, hayo ndio alikuwa ametokea. Moja kwa moja Suhail akawa amefariki dunia. Uzuri kubwa alikuwa amemkuta Saidina Bilal bin Rabah. Basi moja kwa moja Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu ilibidi kuweza kumchukua ndugu yake katika imani Suhail na kumzika Kiislamu moja kwa moja kama ilivyo taratibu na mila na desturi katika dini yetu ya Kiislamu. Kila anayekufa uzikwa. Ama kwa hakika huzuni alikuwa nayo ndani ya moyo wake haisemeki Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, kwa sababu aliondoka ni mtu ambaye alitokea kumpenda kweli kweli. Haya, tunarudi huko moja kwa moja bibi na babu sasa. Nerede bu çocuk? Kauliza mjukuu wetu yuko wapi, anambia huyo hapo. Huyo hapa juu amekaa hapo. Çıkmış. Wanamuona analialia sasa. Bilal'i bekliyor. Anasema huyu itakuwa anamlilia Bilali huyu. Maana amechukua muda mrefu kweli hajarudi yeye na rafiki yake. Müjdeyi vereyim de sevinsin. Müjde. Una tatizo gani kijana tena huko jamani? Zafer. Jafar. Kijana Jafar mekaa na huzunika kweli kanalia. Gel, sana bir müjdem var. Ambia Jafar, shuka huko. Hadi çabuk gel. Haya shuka basi. Bu kaz çok güzel. Gel. Geliyor. Wewe hapo kamenyamaza sasa. Şam'a dönüyor. Anasema wazao ulikuwa unalia nini? Ne zaman geliyor? Hivi eti babu leo Bilali atarudi? Medine'ye gidecekmiş öyle. Anasema kama ndio hicho ambacho kilikuwa kimekuhuzunisha mjukuu wangu, sio na shaka. Melli kalmak. Leo Bilali ndo anarudi na rafiki yake. Hanım. Bila kujua kwamba rafiki yake na Bilal ambaye ni Suhail alikuwa tayari amekwisha fariki dunia kama tulivyokuwa tumeona. Ola ezan okuyacağım. Anasema unajua bado hajatimiza ahadi yangu ya kuendelea kunifundisha mimi mpaka niwe muadhini mzuri kama yeye.
Basi amekaa hapa anaangalia bata. Of ya gelmiyor işte gelmiyor. Anasema oh jamani, Mungu wangu, Bilali atarudi lini? Gelmiyor. Yaani wamechukua muda mrefu kweli kweli, au ameshanikimbia tayari. Ya. Anasikitika kweli kijana Jafar. Anampenda sana Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, na shauku yake kubwa ni kutaka afundishwe ili apate kuwa fundi mzuri kweli kweli wa kutoa adhana au adhana. Jaribu kuangalia huku na huko, pengine atamwona Bilali, lakini wapi. Basi alipojaribu kuangalia kwa mbali akamwona mtu kama Bilali hivi anarudi. Geliyor işte. Anasema anarudi jamani, anarudi Bilali. Bilal geliyor. Bilali wangu anarudi. Bilal. Allah dualarımı kabul. Anasema oh, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli Bilali huyo anarudi. Bilal. Basi mzee naye ilibidi kutoka nje sasa, na leo alikuwa anarudi na mke wake huyo hapa. Oh, anasema Bilali amerudi jamani. Bilali amerudi huyo hapa, tena amekuja na mkewe. İşte Cafer bu. Anasema huyo anaitwa Jafar. Ndio yule kijana alikuwa nimekuelezea kwamba ni yatima. Anasema oh jamani, mtoto mzuri kweli. Anaambia sasa naomba uendelee kunifundisha, mie nataka kuadhini. Nataka kuwa muadhini mzuri kama wewe. Bilal. Anasema basi usijali, nimesharudi tayari. Bilal. Çok mu özledin Bilal amca? Anasema hebu sema sasa, unasemaje? Ah canım benim. Ay. Huyu ni mke wa Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Güzel kızım benim. Amua kuweza kumfuata mme wake ambaye ni Bilal. Evinizde çok güzel. Basi baada ya kurudi hapo ilibidi kuweza kupatiwa kinywaji. Eylesin. Ambia kwa kweli tulikuwa tumekusubiria muda mrefu kweli kweli Bilal. Na kijana wako alikuwa anahuzunika sana hapa usiku na mchana. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sasa ilibidi kuweza kuadhini mbele ya mwalimu wake Bilal ili amuone kwamba anaweza au vipi. Eçedin, Allahu Ekber, Allahu. Lakini alikuwa bado hajaweza vizuri sasa. Bilmiyorum işte. Anasema unaona sasa, yani mpaka nimesahau. Gitmeden gösterecektin. Wakati nilikuwa tayari nimeshaanza kuweza mimi jinsi gani ya kuweza kutoa adhana. Öğretmedin. Lakini bado sikati tamaa. Öğretmedin bana. Kama utaendelea kunifundisha zaidi, nafikiri ipo siku moja nitakuwa mzuri sana katika kutoa adhana. Ediyor. Bir daha yolda gelmeyeceğim. Kwaona kwamba uendelee kunifundisha Bilali, usio kanikatia tamaa. Huyo kijana kaondoka. Amehuzunika kweli kweli, maskini hawezi kuadhini. Anasema Bilali huyo ameondoka muda mrefu, kaniacha hapa mpaka nimesahau mimi jinsi gani ya kuadhini. Dur Cafer. Amehuzunika kweli kweli. Anamwambia rudi Jafar. Jafar ikabidi aondoke sasa. Sen geleceksin diye gece gündüz. Anasema anakupenda sana huyu kijana. Kekelememek için uğraşıp durdu. Wala usio na wasiwasi, nafikiri baadaye atatulia tu. Seni çok sevdim. Kwa hiyo usio na shaka. Okumayı, senin karşında okumayı o kadar çok istiyor ki. Anasema unajua wewe umetoka safari ya mbali sana. Sasa naomba upumzike. Senin okumanı istiyor. Kwa hiyo utulie sasa. O güzel sesini duyalım artık. Naomba tulie Bilal, ujisikie kama uko nyumbani. Ne zaman? Bilal, ne zaman okuyacaksın? Haya, ni nyakati za usiku sasa. Allah razı olsun. Ne güzel aydınlar. Cümlemizden. Sağ olun. Sizler Çok sağ olasın. Hadi iyi geceler. Allah razı olsun. İyi geceler. İyi geceler. Geceniz hayırlı olsun. Haya, walikuwa wanampenda sana kijana huyu ambaye ni sahaba mkubwa, mmoja miongoni mwa sahaba watakatifu sana Arkadaşlar. wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Bilal bin Rabah. Yuko na mke wake sasa. Nerede? Tek başına oturuyor. Ezanı okuyamadığından ötürü hala üzülüyor. Cafer. Anasema kwa kweli mume wangu ulipokuwa umeondoka nilihuzunika sana kwa ajili yako, sababu nimekuzoea. Wanakuja kwa kijana Jafar, wanamkuta analia. Ağlıyor musun? Anasema tatizo nini Jafar? Ben inanıyorum ki Anasema kama unataka kuwa mjuzi wa kutoa adhana kama mimi, düzgün bir şekilde okuyacaksın. usiwe na shaka, mimi niko pamoja na wewe mpaka utajua. Gözlerini yum bakayım. Haijalishi tatizo ulokuwa nalo, lakini najua ipo siku moja
utakuwa mzuri sana katika kutoa adhana kuliko hata mimi. Ha? Na mimi niko pamoja na wewe, umesikia? Kalbin ezan okuyor değil mi? Utulie sasa, usiwe na huzuni tena. Sadece Umenielewa? onu dinle ve Allah'a dua et. Anasema utaweza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ezanı iyi dinle. Akuombea kwa Mwenyezi Mungu İyi. akusairishie ulimi wako uweze kutamka maneno vizuri, ewe Jafar. Seni gibi okuyabilir miyim? Tabii Anasema kwa hiyo unaniahidi kwamba hautoniacha tena. dinlemedin ki. Anasema kwa nini nikuache? Ne dinliyorum? Anasema wewe uliniacha mara ya kwanza ukaondoka. Kalbinin Kakaa muda mrefu, nilikuwa nakukumbuka kweli kweli, nimesikitika mno mpaka nimewakumbuka wazazi wangu Bilal. dinlemiyor. Au kwa sababu mimi ni yatima? Maneno haya yalimhuzunisha kweli kweli Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu. Kasema yeye Mwenyezi Mungu, ya Rabbil Alamin, jalie kijana huyu apate kuweza kutoa adhana vizuri. Maneno hayo yalimtia huzuni na mpaka alikumbuka wakati ambapo rafiki yake alipofariki dunia, baada ya kuweza huyu kijana Jafar kumtajia habari ya kifo cha wazazi wake na kusema kwa sababu kwamba yeye ni yatima na ndio maana wanamuacha. Jafar Bilal yuko hapa amehuzunika kweli kweli. Unajua alikuwa anampenda sana rafiki yake yule Suhaili. Onun okumasını o kadar çok istiyorum ki. Sen okursan o da okur. Anasema mme wangu, hata kama ukikaa unahuzunika, Sadece unafikiri atarudi? Hawezi kurudi tena. Yule ni mwanadamu na kila mwanadamu ni mwenye kuonja umauti. Hakuna mwanadamu ataishi milele hapa. Ben bir kere karar verdim. Anasema ni kweli, lakini ameondoka mapema sana wakati bado namhitaji. Mekke'yi, Anasema usiseme hivi. arkadaşlarını, Siku zake za kuishi duniani ndo zimeshaisha tayari. Kwa hiyo ilikuwa lazima afe. Hele Peygamber Efendimiz'i hatırlayınca Anasema kwa kweli tukio hili limeamsha hisia zangu za huzuni tena kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yoklamak istiyorum. Ama kwa hakika alikuwa ni kipenzi changu Muhammad. Yokluğunu hatırlayacağım diye Kwa kweli kila nikikumbuka tukio la kifo chake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadece moyo wangu unauma mno na huzunika mno, seslenirse eskisi gibi kwa sababu alikuwa ni mtu pekee ambaye alikuwa akinitia moyo derse na kunipenda mno na kunithamini, o mübarek tebessümünü görür japokuwa mimi nilikuwa mtu mweusi. o zaman. Anasema japokuwa mimi ni Muafrika, mtu mweusi, Diyenin lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuweza kunibagua kwa rangi yangu, görür. bali alikuwa akinifundisha kweli kweli mambo mengi ya dini ya Kiislamu. Na anasema nilikumbuka hata ile siku ambayo nilikuwa natoa adhana. Sasa kabla hajamaliza maneno mengi, anasikia kijana anatoa adhana huko, wanamuita Jafar. La ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Eşhedü enne yapamıyorum ya. Jamani, mimi sitaweza, haki ya Mungu. Anajitahidi maskini ya Mungu, kilema alichokuwa nacho cha kigugumizi kinamfanya baadhi ya maneno anashindwa kutamka, anashindwa kutoa adhana moja kwa moja kutokana na mtihani aliokuwa nao wa kigugumizi. Bilali anamwonea huruma kwelikweli kijana Jafar. Ana hamu na ghamu ya kuwa muadhini mzuri kwelikweli kama Saidina Bilal bin Rabah, lakini ndio hivyo, mtihani aliokuwa nao ulimi wake ni mzito kwelikweli, ana kigugumizi. Nyakati za usiku Saidina Bilal amelala pamoja na mke wake. Sasa alipokuwa amelala Saidina Bilal radhiallahu anhu, kuna ndoto alikuwa anaiota. Hebu ngoja tuione. Efendim? Anasema bishara njema, bishara njema, bishara njema. Bilal, Bilal, mbona unasema bishara njema jamani? Bilal. Anasema Bilal. Bilal dedi bana. Bilal amemwona tena kipenzi chake katika ndoto. Yo, rüya değildi. Anasema nimemwona Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyordum. Nimemwona Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onun sesini duydum. Anasema ama kwa hakika nimemwona Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amezungumza nami kupitia ndoto. Si. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema
yeyote mwenye kuniota basi moja kwa moja ajue kwamba ameniona, yaani mwenye kuniona kwenye usingizi basi ajue kwamba ameniona kweli, kwa sababu Ibilisi au shaitani Yüzü gül. hana uwezo wa kuweza kujimithirisha na sura yangu mimi akajifananisha na mimi. Anasema nimezungumza Nabii Muhammad sallam, Ben sana dargınım. akanambia wewe Bilal, kwa nini umenikimbia? Kwa nini umeukimbia mji wangu wa Madina? Gel dedi. Kwa hiyo ananitaka mimi nirudi tena katika mji wa Madinatul Munawwara. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hiç bakmadığı gibi baktı. anasema kwa sababu nimemwota mtume na amenieleza jambo hilo, Aman Allah'ım. itabidi nirudi tena katika ardhi ya Madina. Kıldım. Aman. Anamhadithia sasa ile ndoto alikuwa ameiota. Niye dönüyorsunuz yüzünüzü? Niye bakmıyorsunuz bana? Niye sultan? Basi Bilal akawa anasema ni ndoto hiyo sasa, kwamba Soruyor. nimehuzunika sana kwa kifo chako ya Nabii Muhammad, nawezaje kurudi tena katika mji wa Madina? Hii ndio ndoto ambayo alikuwa ameiota Saidina Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, ambapo Bwana Mtume sallam alikuwa akimweleza kwamba kwa nini umenikimbia wewe Bilal? Kwa nini umeondoka katika mji wangu wa Madina? Kwa nini umeondoka umenihama ewe Bilal? Basi Bilal akasema kwa mantiki hiyo inabidi niweze kurejea nyumbani moja kwa moja. Peygamberimiz onları gösterdi. Dedi ki, ey Bilal, sana onlarla seslendim duymadın. Onların diliyle seslendim, kulak asmadın. İnat ettin Bilal. Çok inat ettin dedi. Hayır efendim, inat değil, inat değil. Sus dedi bana. Bir süre sustum. Öylece baktım. Sonra yaklaştı bana. Gözlerimin içine baktı. Bilal dedi. Bilal, Bilal niye beni üzüyorsun? Haya, naendelea kumhadithia mkewe kwamba Bwana Mtume Muhammad sallam Ölürüm yine alikuwa akimsemesha na kumweleza Bilal, Bilal, kwa nini umenikimbia? üzeceğim. Bilal, kwa nini umeukimbia mji wangu wa Madina? Haupo tena. Bilal, kwa nini umeondoka Madina? Ayağa kaldırdı beni. Anasema nilipojaribu kuweza kumkaribia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Derdi. sikuweza kumwona tena, alishaondoka. Medine şehri vardı. Anasema sasa inanibidi moja kwa moja nirudi katika mji wa Madina. Orada bir Kwa ndoto hii ina maana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahitaji mimi nirudi tena katika mji wa Madinatul Munawwara. daha ne istiyorsun Bilal'im dedi bana. Anasema kwa kweli inabidi nirudi mimi tena kama Bilal katika mji wa Madina na kuendelea na kazi yangu ile ile ya kuweza kutoa adhana Gel. kama vile ambavyo Mtume Muhammad sallam alivyokuwa ameniagiza. Tanrı peygamberi. Ya Resulallah. Benim istediğim de buydu. Seni görmekti. Seni yeniden görmek. Bütün maksadım buydu. Çünkü seni çok özledim efendim. Sen olmayınca dünyam karardı. Sen olmayınca yıkıldım. Hep bir gün senin geleceğin anı bekledim. İşte geldin efendim. Geldin. Artık ben gitmez miyim Medine'ye? Çıkmaz mıyım yükseklere? Okumaz mıyım o mübarek ezanı? Sen istedin. Sen arzu ettin efendim. Sen. Artık zamanı geldi. Medine'ye gideceğim.